ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ninaanza maudhui haya kwa kukuhusieni nami nikihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wenye kufaulu daima ni wale wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, bado tuko katika mwendelezo wa masomo ya ibada ya hija. Hakadha hajja salihun, hivi ndivyo walivyohiji waja wema. Kama unavyofahamu katika masomo yaliyotangulia, na leo nadhani tuko katika halaka ya 11 ambapo tunaendelea kutaja mambo ambayo tunaamini kwamba ni katika mambo ambayo ndiyo lubu ya ibada ya haji. Ukiyafahamu haya ndiyo mambo ya ndani, ndiyo mafuhumu na uelewa wa ndani kabisa wa ibada ya hija, ukiachilia mbali yale mambo ambayo ni ya kimatendo ambayo nayo biidhnillah tunakusudia kuja kuyaeleza, yani utaratibu mzima wa utekelezaji wa ibada ya hija. Lakini ile mafuhumu ya ndani, uelewa wa ndani, makusudio hasa ya ibada ya hija ni yapi, ni haya mambo ambayo ni ya msingi tunayoyazungumza katika halaka yetu ya leo. Biidhnillahi ta'ala tutakuwa na unwan inayosema as-salihun wa tamanni an yakuna khitamu hayatihim hajja. Tutawatazama waja wema kwa upande wa ibada ya hija, namna gani walikuwa wanatamani kwamba matendo yao ya mwisho kabisa katika maisha yao ya dunia iwe ni ibada ya hija. Yani namna gani walikuwa wanatamani kwamba katika jumla ya matendo yake na ibada zake na amali zake alizofanya hapa duniani, basi Allah jalla wa ala ajalie amali yake ya mwisho katika uhai wake wa dunia ni ibada ya haji. Kwa nini? Kwa sababu ya uelewa wao kwamba ibada ya hija ni ibada yenye thamani kubwa, kwamba hija ni katika amali ambazo zinasababisha kusamehewa madhambi yote yaliyotangulia, na kwamba mtu akijaliwa kupata hajjum mabrur, hija yenye kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi bila shaka yarji'u min dhunubihi kayawma waladatuhu ummuhu, anarejea kutoka katika ibada yake ya hija hali ya kuwa amesamehewa madhambi yake akiwa ni msafi kabisa kama siku aliyozaliwa na mama yake. Maana yake ukurasa wake ni msafi, hana kosa, hana dhambi. Kwa hiyo walitamani waja wema waliotangulia kwamba Allah awahitimishie uhai wao na ibada ya hija, kwa sababu kufanya hivyo itakuwa ni dalili za kufanikiwa. Nami leo insha Allah nitanukuu na kukutajia baadhi ya athar ambazo zimethibiti kuhusiana na mlango huu kwa waja wema. Ndugu zangu katika imani, tukianza na athari ya kwanza ambayo amesema Khaythama ibn Abdurrahman rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu, kana yu'jibuhum ay yamuta ar-rajulu inda khairin ya'maluhu. Ilikuwa miongoni mwao au ilikuwa ikiwafurahisha wema waliotangulia ay yamuta ar-rajulu inda khairin ya'maluhu, kwamba Allah jalla wa ala amjalie mtu afe kunako khairi ambayo alikuwa akiifanya. Yani akiwa katika kazi ya khairi, katika amali ya khairi, ibada, basi anatamani iwe ni ndio amali yake ya mwisho, imma hajjun wa imma umratun wa imma ghazwatun wa imma siyamu Ramadhan. Walikuwa wanatamani sana na kumuomba Allah katika mambo kama haya, imma ahitimishiwe umri wake katika ibada ya hija, au katika ibada ya umra, au katika ghazwa, jihadun fi sabilillah, au iwe amali yake ya mwisho ni siyamu Ramadhan. Maneno haya utayapata katika kitabu Hilyatul Awliya juzu ya 4 sahifa ya 115. Kwa hiyo hii ilikuwa ndio tamaa ya mmoja wao au ya wengi katika hao wema waliotangulia, kwamba anapofanya amali katika amali hizi
ambazo malipo yake yamethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kusamehewa madhambi, basi anatamani mmoja wao kwamba iwe ndio amali yake ya mwisho, ili aweze kupata husnul khatima, mwisho uliokuwa mwema. Hiyo ni moja katika athari ambazo zimethibiti. Waqala Talhatul Yami, kunna natahaddathu annahu man khutima lahu bi ihda thalath. Ilikuwa tunazungumza, Talhatul Yami anasema ilikuwa tunaongea baina yetu na tunazungumza, annahu man khutima lahu bi ihda thalath, kwamba atakayehitimishiwa umri wake akajaliwa na Allah jalla wa ala akaumaliza umri wake kwa moja kati ya mambo haya matatu, imma qal wajabat lahu aljanna wa imma qal bari'a minan nar. Imma alisema atakayehitimishiwa na moja kati ya matatu haya tutakokuja kuyataja, basi imma atakuwa amewajibikiwa kuipata pepo, yani Allah jalla wa ala atamruzuku pepo. Imma alisema Allah jalla wa ala atamweka mbali na moto. Mambo yenyewe yasikiliza, akasema man sama shahra ramadan, atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, fa idhan qada ash-shahru mat, utakapomalizika mwezi wa Ramadhan kisha naye anakuwa amemaliza umri wake, anakufa. Wa man kharaja hajjan, na yule atakayetoka nyumbani kwake akafunga safari akaenda katika ibada ya hija, fa idha qadima min hajjatihi mat, atakaporejea kutoka katika ibada yake ya hija yakamfika mauti akawa amekufa. Wa man kharaja mu'tamiran, na yule atakayetoka akienda katika ibada ya umra, fa idha qadima min umratihi mat, alafu anaporudi kutoka katika ibada yake ya umra kabla hajachafua ukurasa wake yanamdiriki mauti, anakuwa ni mwenye kufa. Kwamba atakayewafikishwa na Allah akahitimishiwa umri wake na moja kati ya matatu haya, imma amewajibikiwa pepo, imma amewekwa mbali na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah tabarak wa ta'ala husnal khatima. Tunamuomba Allah jalla wa ala aturuzuku mwisho uliokuwa mwema, kwa sababu hadhihi umniyatu kulli mu'min, haya ni matamanio ya kila mu'min, kwamba pale itakapokuwa umri wake umefika, kwamba umemalizika hapa duniani, anahama na kwenda katika maisha ya barzakh, maisha ya akhira, basi iwe amali yake ya mwisho ni amali iliyokuwa njema ambayo itahukumu mwisho uliokuwa mwema. Lakini vile vile tunayo athari nyingine ambayo ni katika athari zinazoonyesha namna gani wema waliotangulia walikuwa wanatamani akhiru hayatihim an yakuna khitamu hayatihim hajja, kwamba hitimisho la uhai wao hapa duniani waumalize umri wao katika ibada ya hija. Wakataba Muhammad ibn Yusuf, na huyu Muhammad ibn Yusuf ni nani? Min ubadi ahli al-Basra wa qurraiha, alikuwa ni miongoni mwa wachamungu watu wa ibada katika mji wa Basra, na ilikuwa ni katika makurra, ni katika watu ambao walikuwa ni wajawema. Anasema alimwandikia barua kumwandikia ndugu yake akiwa anamnasihi. Wema waliotangulia walikuwa na utaratibu wa kunasihiana, walikuwa na utaratibu wa kuwaidhiana, walikuwa na utaratibu wa kukumbushana na kukanyana. Alimwandikia ndugu yake Muhammad akamwambia, ya akhi balaghani kitabuk. Hii ni majibu ya ndugu yake, lakini yeye alimwandikia ndugu yake akamwambia, ya akhi ittaqillah, ewe ndugu yangu mche Allah jalla wa ala, alladhi la yutaqu intiqamuhu, muogope Allah subhana, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala mashambulizi yake, maangamizi yake, intiqam, Allah anapotaka kulipiza kisasi kwa mja wake pindi anapofanya maasi, basi visasi vyake Allah tabarak wa taala haviwezekani. Maana yake vishindo vyake hakuna anayeweza kuvihimili pindi Allah subhanahu wa taala anapoamua kumwadhibu mja wake. Wakataba fi akhir kitabihi, mwisho wa barua yake katika maneno aliyomwandikia alimwambia hivi, na hapa ndio mahallu shahid, inistata'ta an takhtima umraka bihajjatin faf'al, kama utaweza ukajalia umri wako wa mwisho unaumaliza kwa ibada ya haji, basi fanya hivyo. Fa inna adna ma yurwa fil hajj, hakika machache ambayo yanapokewa katika athar kuhusiana na ibada ya hija kwa mtu anapofanya hija, annahu yarji'u kayaumi waladatuhu ummu, kwamba haji anaporudi kutoka katika ibada yake ya hija anarudi akiwa ni msafi kama siku aliyozaliwa na mama yake. Haya ni maneno, ni moja katika athar zinazoonyesha namna gani wema waliotangulia
walikuwa wanapupia kuhitimisha umri wao kwa kutenda matendo yaliyokuwa mema, ikiwa miongoni mwayo ni ibada hii ya hija. Waqala Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, kana as-salafu yarawna anna man mata aqiba amalin salih. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala naye anasema ilikuwa waja wema waliotangulia wanaona kwamba mtu ambaye atakufa baada tu ya kutenda matendo yaliyokuwa mema, kasiyami ramadhana, kama kufunga mwezi wa Ramadhan, au aqiba hajjin au umra, au akafa baada ya kutekeleza ibada ya hija au umra, annahu yurja lahu an yadkhula aljanna, kwamba inatarajiwa mtu huyu biidhnillah atakuwa ni katika watu wa peponi. Wakanu ma'ijtihadihim fi as-sihha fi al-a'mali as-salihah, pamoja na juhudi zao walizokuwa wakizifanya katika kuhakikisha matendo yao mema wanayoyatenda yawe ni matendo ambayo yako sawa sawa, yujaddiduna at-taubata wal-istighfar 'inda al-maut, lakini inapomfika mmoja wao mauti, yujaddidu tauba, anajaribu kuijaddidi tauba yake, anajaribu kuhuisha na kuirenew tauba yake. Wayakhtimuna a'malahum bil-istighfar, na ilikuwa wanahitimisha matendo yao kwa kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa kalimati tauhid, na wakikariri neno la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala ambalo ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mpendwa mtazamaji, haya yalikuwa ndio umnia, ndio matamanio, ndio tamaa, ndio hamu ya kila mmoja katika wema ambao waliotangulia, namna gani walikuwa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awahitimishie umri wao hapa duniani kwa kuwawafikisha kutenda matendo makubwa kama ibada ya hija ambayo tunaizungumzia. Ikhwatal iman, ndugu zangu katika iman, husnul khatima, mwisho uliokuwa mwema, huwa an yuwaffaqa al-abdu qabla mautihi, ni kile kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala kumwafikisha mja wake kabla ya kufa kwake, fayamalu amalan salihan, yanatenda matendo yaliyokuwa mema, thumma yakunu mautuhu ba'da dhalika, kisha baada ya matendo yale yaliyokuwa mema mauti yake yanamdiriki, ala hadhihi alhalati alhasana, akiwa katika hali hiyo iliyokuwa nzuri. Na kama tunavyofahamu, mwenye kufa katika amali fulani basi atafufuliwa siku ya kiyama katika amali hiyo. Waqad kana salafu salih ridwanullahi alayhim ajma'in, na ilikuwa wema waliotangulia Allah wawiradhi, an yasaluna Allah husnal khatima, wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala mwisho uliokuwa mwema. Na haya ndiyo mambo ambayo ndugu zangu katika imani, mimi na wewe yatakiwa tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku mwisho uliokuwa mwema, kwa sababu hakuna yeyote miongoni mwetu anayefahamu atamaliza vipi umri wake. Wayasta'idhuna min su'il khatima, lakini vile vile walikuwa wakimtaka Allah na kumuomba awakinge na mwisho uliokuwa mbaya. Wa hum bidhalika yastash'iruna haditha rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kwa kufanya hivyo ni kwa sababu wanayekumbuka, wanaiweka mbele yao, mbele ya macho yao hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo akhrajahu al-Imam al-Bukhari, ameitaja Imam al-Bukhari katika kitabu chake Sahihu al-Bukhari, ni hadithi namba 6128, pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innal abda la ya'malu ahla an-nar, hakika mja yeyote anaweza akafanya matendo ni matendo ya watu wa motoni, wa innahu min ahli aljanna, hali ya kuwa ni katika watu wa peponi. Yani kwa dhahiri inavyoonekana anatenda mambo ni katika matendo ya watu wa motoni, lakini kumbe Allah tabarak wa taala amemwandikia ni katika watu wa peponi. Wa ya'malu amala ahli aljanna, na anatenda matendo ya watu wa peponi, wa innahu min ahli an-nar, na ili hali yeye ni katika watu wa motoni, wal iyadhu billah. Wa innamal a'malu bil khawatim, na hakika si vinginevyo inazingatiwa katika matendo ya mtu namna gani amehitimisha, namna gani ameumaliza umri wake. Na katika riwaya nyingine imekuja, innar rajula la ya'malu bi'amali ahli aljanna fima yabdu linnas, kwamba mtu anaweza kutenda matendo katika matendo ya watu wa peponi, fima yabdu linnas, kwa vile inavyoonekana kwa watu, wa innahu la min ahli an-nar, na hakika yeye kumbe ni katika watu wa motoni, iyadhan billah. Wa ya'malu bi'amali ahli an-nar, na anaweza kutenda matendo ya watu wa motoni, fima yabdu linnas, kwa dhahiri inavyoonekana kwa watu wakayadhani ni matendo ya watu wa motoni, wa huwa min ahli aljanna, hali ya kuwa ni katika watu wa peponi. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min ahli aljanna. Qala ibn Rajab rahimahullah,
Imamu Ibn Rajab katika kufasiri hadithi akasema, wa qawluhu fima yabdu linnas, pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anaweza mtu kutenda matendo ya watu wa peponi kwa muonekano vile yanavyoonekana kwa watu, isharatan ila anna batina al-amri yakunu bikhilafi dhalika, akimaanisha kwamba undani na uhalisia wa mambo yalivyo ni kinyume. Yani mtu anaweza kuwa mfano anaswali, anatoa zaka, yuko mstari wa mbele katika mambo ya kheri kwa dhahiri tunavyomuona, na matendo haya tunayaona ni matendo ya watu wa kheri, ni matendo ya watu wa peponi, lakini kumbe ndani ya moyo wake ananuia kitu kingine. Nia yake sio nia njema, anakusudia riaa, anakusudia suma, anakusudia kusifiwa, au kuna maslahi katika masalihi ya kidunia ambayo kayakusudia, lakini kwa dhahiri tukitazama tunasema masha Allah, fulani yuko mstari wa mbele katika mambo ya kheri. Wa inna khatimata as-su'i takunu bisababi dasisatin batinatin lil'abd. Ndugu zangu katika imani, na mwisho uliokuwa mbaya, anasema Ibn Rajab al-Hanbali, mwisho mbaya anaupata mtu kwa sababu ya chembe chembe za unafiki, chembe chembe za uovu, chembe chembe za kufuru alizonazo katika moyo wake. Dhahiri anaonekana ni mtu wa kheri, lakini ndani ya moyo wake anazo chembe chembe zilizokuwa mbaya. La yattaliu alaiha an-nas, watu wakizitazama hawawezi kuziona, imma min jihati amalin sayyi'in, imma kwa upande wa matendo yake mabaya aliyonayo. Tukimtazama tunaona ana matendo yaliyokuwa mazuri, lakini kumbe kuna matendo mabaya anayoyafanya. Wa nahwi dhalika fatilka alkhaslatu alkhafifa tujibu su'a alkhatimati inda almaut. Hili jambo ambalo limefichikana katika moyo wake, naudhu billahi min dhalik, ndilo linampelekea mtu kuupata mwisho uliokuwa mbaya, hatimaye anakufa hali ya kuwa si katika watu wa kheri. Wakadhalika qad ya'malu ar-rajulu 'amala ahli an-nar, na vile vile anaweza kufanya mtu matendo katika matendo ya watu wa motoni. Wa fi batinihi khaslatun khafifa min khisali al-khayl, hali ya kuwa ndani ya moyo wake khaslatun, kuna jambo ambalo khafifa, dogo sana, min khisali al-khair, lakini ni katika mambo ya kheri. Fataghlibu alayhi tilka al-khasla fi akhir umrihi, lile jambo katika mambo ya kheri likachukua nafasi kubwa, likayashinda mambo yale yaliyokuwa mabaya mwisho mwa umri wake. Fatujibu lahu husna al-khatima, likamwajibishia jambo hili dogo la kheri analolifanya, likamsababisha akapata mwisho uliokuwa mwema. Qala Abdul Aziz ibn Abi Rawad, hadartu rajulan inda al-maut yulaqanu shahada la ilaha illa Allah. Huyu bwana anasimulia kwamba amepata kuhudhuria kifo cha mtu mmoja, mwisho akiwa katika sakaratul maut anatajiwa kalimatu tauhidi la ilaha illa Allah, yani wanamlaqinia shahada. Faqala fi akhir ma qala nas'alullah salama wal afia, neno lake la mwisho, huyu anatamkishwa shahada la ilaha illa Allah, ikawa la mwisho kabisa alilosema katika maneno yake, akasema huwa kafirun bima taqul, kwamba analikufuru neno hilo ambalo mtu anamwambia. Nas'alullah salama wal afia, wa mata ala dhalik, na akafa katika neno hilo. Yani neno lake la mwisho kwamba analikufuru hilo neno, anaikufuru hiyo kalima, hakubaliani na hiyo kalima tu ya la ilaha illa Allah, akawa ndio neno lake la mwisho na akafa katika hali hiyo. Qala fasaltu anhu, asema nikaulizia, inakuwaje mtu huyu anatamkishwa shahada na dhahiri inaonekana ni katika ahlus salah, ni watu waliokuwa wazuri, alafu anasema maneno hayo. Fasaltu anhu fa idha huwa mudminu khamrin, nikauliza ana nini mtu huyu, tahamaki anakuja kuambia kwamba huyu ni katika watu ambao walidumu kunywa pombe. Nasallallahu salama wal afia. Kwa hiyo kumbe inawezekana jambo fulani mtu akadumu nalo likampelekea kupata mwisho mbaya, akawa ameondoka vibaya duniani. Wa kana Abdul Aziz yaqul, ilikuwa bwana huyu ambaye ni sahibul qissa Abdul Aziz ibn Abi Rawad alikuwa akisema ittaqu dhunuba. Baada ya matukio haya aliyoona, akawa anahusia watu akiwaambia ittaqu dhunuba, yaogopeni madhambi, jiwekeni mbali na madhambi. Fa innaha hiya allati awqa'atuhu, hakika dhambi hizo au hakika madhambi hayo ndiyo yamemtumbukiza katika mwisho mbaya ambao wameuona. Wa fil jumla, na kwa ujumla ndugu zangu katika iman, fal khawatim, mwisho mwema au mwisho wa kumalizia, mirathu sawabiqi, ndio urithi na ndio mirathi ya yale yaliyotangulia. Yale unayoyatanguliza, yale ambayo umeyapa kipaumbele katika maisha yako, matendo yako vile yalivyo, itakuwa ndio urithi wako katika kumaliza kwako maisha yako. Allah atulinde, atukinge na mwisho uliokuwa mbaya. Kwa hiyo inatakikana baada ya kuyafahamu haya,
kila mmoja katika sisi ajipinde katika matendo yaliyokuwa mema, huenda Allah jalla wa ala akamwafikisha naye akamaliza katika mwisho uliokuwa mzuri kabisa. Fa kullu dhalika sabaqun fil kitabi sabiq, yote haya yapo katika kitabu kilichotangulia vile mtu alivyoandikiwa. Wa min huna kana yashtaddu khawfu salafi min su'il khawatim, na kwa sababu hiyo, kwa kuyaelewa haya, ndio maana wema waliotangulia ilikuwa wanapupia sana kupata mwisho uliokuwa mwema. Wa minhum man kana yaqlaqu min dhikri sawabiq, na wako miongoni mwao ambao walikuwa anakereka, anapata tabu kwa kukumbuka mabaya yake yaliyotangulia. Akifikiria mabaya aliyoyatanguliza, mapungufu aliyoyatanguliza, anakereka, anapata tabu, anapata dhiki, anadhani pengine inawezekana ikawa ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamuhitimishia na hayo mabaya. Waqad qil, na hakika palikwisha semwa, inna qulubal abrari muallaqatun bil khawatim, hakika nyoyo za waja wema zimefungamana na mwisho. Yani mtu siku zote daima anafikiria mwisho wake utakuwaje, vipi nitamaliza uhai wangu, je nitawafikishwa na mwisho uliokuwa mwema, je mabaya yangu niliyotanguliza itakuwa pengine ndio yatahukumu kumaliza kwangu. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mwisho wetu uwe ni mwisho uliokuwa mwema. Yakuluna, walikuwa wakisema, bimadha yukhtamu lana, yani mtu anapata dhiki na hamu na gham, bimadha yukhtamu lana, tutamalizia vipi umri wetu, Allah atatuhitimisha vipi na uhai huu wa dunia. Wa qulubul muqarrabin, na nyoyo za wale ambao wako karibu na Allah jalla wa ala, muallaqatun bisawabiq, wao wamefungamana na yale yaliyotangulia. Yakulun, wanasema, madha sabaqa lana, ni yapi yaliyotangulia, aidha katika maandiko ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameniandikia nini, au katika yale niliyotangulia kuyatenda. Ndugu zangu katika iman, lakini vile vile katika athar yako maneno ya Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, anasema, wa idha nadharta ila hali kathirin min almuhtadirin, kwa uzoefu ukitazama hali za wengi miongoni mwa watu ambao wanapokuwa katika halatul ihtidar, pale wanapokuwa wamefikwa na sakaratul maut, wanapokuwa katika hali ya kuondoka duniani, wamehudhuriwa na mauti, wajadtahum yuhalu bainahum wa baina husnil khatima, utawakuta wengi miongoni mwao Allah jalla wa ala anawazuia, anawakinga, anawanyima mwisho uliokuwa mwema. Uqubatan lahum ala a'mali sayyi'a, ikiwa ni adhabu kwao kutokana na matendo yao mabaya ambayo wamedumu wakiyatenda katika maisha yao. Qala al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Haq ibn Abdurrahman al-Ishbili rahimahullahu ta'ala, wa a'lamu anna li su'il khatima a'adhana Allahu minha asbaban, asema nafahamu au fahamu na uzingatie kwamba mwisho uliokuwa mbaya, kuhitimishwa na mwisho uliokuwa mbaya, jambo hili linazo sababu. Walaha turuqan, na jambo hili la mwisho mbaya lina milango yake, lina njia zake. Wa abwaban, na lina milango yake. Jambo hili lina sababu, lina njia na lina milango, jambo la kuwa na mwisho uliokuwa mbaya. A'dhamuha, mlango uliokuwa mbaya kabisa, uliokuwa mkubwa katika kuupata mwisho mbaya, al-inkibabu ala dunia, ni mtu kujipinda na dunia, ni mtu kujitia mzima akajitosa katika dunia. Wa talabuha wal hirsu alaiha, ikawa ni mwenye kukupia na dunia, ikawa ni mwenye kuitafuta dunia, akilala akiamka anawaza dunia, ameshughulishwa na dunia maisha yake yote. Nas'alullah salama, jambo hili linaweza likafikia likampa mtu mwisho uliokuwa mbaya. Wal i'radu anil akhirah, na mtu akawa ameipuuza akhira, haifikiri akhira, hafikiri kwamba kuna kuondoka, kwa hiyo yeye mawazo yake yote yamefungamana na dunia. Jambo hili mara nyingi anasema ni katika mambo ambayo inakuwa ni njia na ni mlango wa kupata mwisho uliokuwa mbaya. Wa naw'un min al-ma'siyah, na ni namna katika aina za maasiya. Wajanibun min al-i'rad, na inakuwa ni sehemu ya mtu kujiweka au kuipa nyongo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema wa nasibun min aljur'ati wal iqdam, na inakuwa vile vile ni sababu ya mtu kuwa na ushupavu na kuielekea dunia, na ni katika mambo ambayo yanaweza yakauingia moyo wa mtu yakaumiliki na yakamsababishia yakaiteka akili yake na yakazima nuru ya imani katika moyo wake. Falam tanfa fihi tadhkiratun
ikawa mtu ukumbusho hauwezi kumfaa kwa sababu yeye ameivaa dunia na dunia imemvaa. Akilala akiamka anafikiria dunia, wala hafikirii kuna kuondoka, wala hafikirii kuondoka kwake lazima akufanyie maandalizi, wala hafikirii kwamba haya anayoyafanya na yatanguliza yanaweza yakawa ni sababu ya kumzuia na mwisho uliokuwa mzuri. Wala najat fihi mau'idha, wala hawezi kufanikiwa wala kufaulu mau'idha kwake. Farubbama jaahu almautu ala dhalik, inawezekana hata yakamfika mauti akiwa katika hali kama hiyo. Fasami'a nidaa min makanin ba'idin falam yatabayyan lahu almurad, akawa anasikia wito na sauti kwa mbali, wala hatambui wala haelewi nini makusudio. Wala alima ma arada, wala akawa hatambui nini amekikusudia. Wa in karrara alayhi ad-da'i wa a'ad, hata kama muhitaji atakariri na akarudia, kama tulivyoona moja katika athari zilizotangulia kwamba wako ambao waliambiwa la ilaha illa Allah, anatamkishwa kalimatu shahada, kalimatu tauhid, lakini anasema yeye ni mwenye kulikufuru neno hilo. Ndugu zangu katika imani, lakini habari za mwisho uliokuwa mwema na habari za mwisho uliokuwa mbaya, mara nyingi mwisho uliokuwa mbaya, kumaliza vibaya, jambo hili limekuwa linawasibu watu ambao ni mu'ridin, waliojiweka mbali na dini. Lakini jambo hili pia au maudhui haya si pahala pake, ina maana isipokuwa yameingia tu. Lakini ukweli ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu akiwa ni mkweli katika nafsi yake na moyo wake, fallahu tabaraka wa Ta'ala inda husni dhanni abdihi, mtu Allah tabaraka wa Ta'ala anakuwa katika dhana njema ya Mola wake. Ukimdhania vizuri Allah tabaraka wa Ta'ala, naye anakuwa katika dhana yako, na ukimdhania vibaya vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa pahala hapo ambapo umemdhania. Kwa hiyo watu inatakiwa katika mambo ya msingi ya kuzingatia, tuzitazame nia zetu na makusudio yetu. Makusudio yetu yawe ni mazuri, mioyo yetu iwe ni salim, ili Allah tabaraka wa Ta'ala atupe mwisho uliokuwa mwema na atukinge na mwisho uliokuwa mbaya. Lakini watu wenye kuupata mwisho mbaya, yakunu liman fasadat sariratuhu, ni mtu ambaye nia yake, moyo wake, undani wake ni mbaya. Wa baghatahu almautu qabla islahi tawiya, na mauti yakawa yamemfikia ghafla, kwa sababu kama tunavyofahamu ni kitu kinakuja ghafla. Kwa hiyo mauti yakamsibu ghafla kabla hajautengeneza moyo wake, kama ilivyotangulia katika maneno niliyokunukulia, maneno ya Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Faya hujjaja baitillahi al-haram, enyi watu ambao mnakwenda kuhiji katika nyumba tukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujju kama hajja salihun, tunakutakeni mkatekeleza ibada ya hija kama walivyohiji waja wema. Wasalullaha alqabula wa husna alkhitam, na daima muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala qabul, akutakabalie matendo yako, ikiwa ni pamoja na hija yako na tauba yako. Na vile vile muombe sana Allah Subhanahu wa Ta'ala akuruzuku mwisho uliokuwa mwema. Wa iyyakum wa dhunubal khalawat, kama kuna mambo ya kusisitiza na kukanyana na kutahadharishana, chukueni tahadhari na dhunubul khalawati, madhambi ya faragha, yale ambayo inakuwa baina yako wewe na Mola wako. Fahia min asbabil intikasati wa su'il khatima, kwa sababu madhambi yale ya kujificha ambayo hakuna anayeyaona isipokuwa ni wewe na Mola wako, haya ni katika mambo ambayo yanapelekea mwisho uliokuwa mbaya. Wa alaikum bi ta'atil khalawat, badala ya kuwa na madhambi ya faragha na ya siri, jitahidi kuwa na taa na ibada na khairi za siri ambazo ni baina yako na Mola wako, kwa sababu hiya tariqul lithabati hatta almamat, hii ndiyo njia pekee ya kumthibitisha mtu katika mwisho uliokuwa mwema mpaka mauti yanapomkuta. Na muomba Allah tabaraka wa Ta'ala anijalie mimi na nyinyi tuwe ni wenye kunufaika na haya ambayo tumeyazungumza, lakini vile vile tunamuomba Allah jalla wa ala aturuzuku mwisho uliokuwa mwema, na Allah tabaraka wa Ta'ala atujalie kupitia vipindi hivi iwe ni sababu ya kuboresha matendo yetu, ikiwa pamoja na matendo hasa ya ibada ya hija ambayo ndiyo yamekusudiwa katika kipindi hiki. Mpaka hapo tutakapokutana katika kipindi kingine, hadha wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.